Mpenzi msikilizaji, na kukaribisha katika habari zetu za biashara. Jina langu ni Keiza Momanyi. Chama cha wamiliki wa hoteli na baa mjini Kisii wamekosoa hatua za serikali ya kaunti ya kuanzisha msako wa kukamata wanaodaiwa kutolipa deni ya leseni ya mwaka uliopita. Wakizungumza mjini Kisii, wafanyikazi hao wamesema wanahangaishwa na wasimamizi wa kaunti kwa kuwafungia biashara zao na kusema kuwa muda waliopewa hautoshi kulipia leseni zao kwa sababu wengi wao walikuwa wamefunga biashara kutokana na ukosefu wa biashara. Sasa wanamtaka gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati kuingilia kati mzozo baina yao na maafisa wa leseni mjini Kisii, kwa sababu hatua ya kuwafungia biashara huenda ikaathiri mapato yao. Mwenyekiti wa wamiliki wa baa na hoteli mjini Kisii Eric Matoke amesema kuwa wangewapatia muda wao kama viongozi wapite kila mahali waongee na wanachama ndio wasikize malalamishi ya kaunti. Sema kweli ile wangetupatia muda hawa wakuje hata tuwaeleze sisi kama leaders, tupite kila mahali tuongee na hawa members ndio sasa wasikie malalamishi ya kaunti. Sisi kama viongozi wa Kisii County Bar Owners tunakemea hayo maneno, kwa maana sio halali mtu ambaye alikuwa biashara rasi ya kulipa aanze kutishiwa eti alipe malipo ambayo biashara kufanya. Tunakemea hiyo na tunasema haitawezekana. Kitu nilikuwa nataka kusema, nalilia gavana wetu. Gavana, umetuacha. Sisi ni watu wako na sisi ndio tunaleta revenue kubwa katika kaunti ya Kisii County. Tafadhali ukuje karibu na sisi, kuja usikie malalamishi yetu. Tunalipa taxes mingi sana. Tunataka ukuje utuangalie na sisi pia tuendeleze maisha. Na wanahisa wa Kenya Electricity Generating Company KenGen siku ya jana waliweza kudhihirisha msingi muhimu katika uongozi mkuu wakati wa mkutano mkuu. Mageuzi yanaendana na usimamizi wa KenGen ambao unamilikiwa na serikali kuu na unaendana na kipengele cha mwaka wa 2025 na waliweza kuleta njia ya umiliki zaidi ya mbili na uhuru zaidi wa wanabodi. Wakati serikali ya Kenya inaendelea kudumisha hisia nyingi zaidi ya 70%, mfumo huu mpya unalenga kutenganisha kampuni kutoka ushawishi wowote wa kisiasa na kupata mapato ya kudumu yatakayotakikana katika matarajio yao ya mwaka wa 2034 na upanuzi wa nishati mbadala. Mkutano huo ulikamilika hapo jana na waliweza kupiga kura ili kurekebisha kipengele cha kuruhusu umiliki zaidi katika kampuni. Chini ya hicho kipengele sasa kinaashiria kwamba kampuni itakuwa na wahisani wawili ambao ni serikali kuu na wahisani wa kibinafsi. Hata hivyo, wahisani wote wanamiliki sawa na kuna mfumo wa sahihi wa uchaguzi wa wanabodi ili kuweza kuhakikisha kuwa wamiliki wanalindwa na serikali. Today's resolutions were principally aimed at accommodating representation of all shareholders' interests at board level, thereby strengthening inclusivity, enhancing transparency, and reinforcing investor confidence in the company's governance framework. Kenyans can remain confident in KenGen's commitment to powering the country's growth, responsibility, and efficiency. To this end, we continue to optimize our existing generation fleet while accelerating growth across geothermal, hydro, nuclear, wind, and other renewable energy sources. Even after today's EGM, the government of Kenya remains the major shareholder, and as such, there has been no change to the company's ownership structure. Na mchakato wa kupokea maoni kuhusu uzaji wa hisa 15 za serikali kutoka Safaricom unaendelea kufutia hisia mseto. Katika mkutano uliofanyika katika kaunti ya Samburu na Kajiado, wananchi wameeleza kuwa mpango huo ulikuwa na nia fiche. Serikali ina mpango wa kuuza hisa zao kwenda kwa kampuni ya Vodacom ambayo inapatikana Afrika Kusini, na sasa wananchi wana maswali chungu nzima kuwa mapato mengi yataporwa na ni nini watauza baada ya kuuza hizo hisa zao kwenda kwa hiyo kampuni. Serikali inalenga au inataka kupata bilioni zaidi ya 200 na zaidi ya 204 katika uuzaji wa hisa hizo.
What else are we going to sell in future to fund government projects if every day we are selling government assets? Then number 4, has the government explored all other possible funding mechanisms so that this is the only option to fund the project? Ningeomba ya kwamba kabla tupitishe uzaji wa share hizi, kuna watu ambao walikula pesa ya NYS, kuna watu walikula ya Eurobond, kuna watu tunajua ya kwamba saizi wanajulikana na corruption. Kabla tuwakubalishe kuuza hizi shares, tafadhali ambia serikali iweze kufunga wale waliokula pesa ya wananchi. We are just days to the election. Na tunajua vile Wakenya wako. Hiyo ni kawaida. Hii pesa inaweza patikana na ikue ndio itapiga campaign ya 2027. Sasa sisi kama mwananchi tutabaki wapi? Hata hivyo, wakaazi wa Samburu walikuwa na maoni kinzana ya wale wa Samburu. Hiyo safari kwa Miruswe ndio sisi wananchi wa Kenya mzima tuwe tupate barabara, tupate maji, tupate hospitali na tuache kukopa deni ya kila siku kwa sababu deni inaumiza kila mtu. This is part of raising resources for infrastructure so that our country do not go and kneel down and beg IMF, World Bank and other institutions to ask for money to develop their country.